wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Sijasikia. Bwana Yesu asifiwe. Wanakwaya mazeni hapa nisikie mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Okay, napenda kumshukuru Mungu sana kwa nafasi ya kipekee ambayo ameendelea kutupatia, lakini pia nipende kuwashukuru wanakwaya kwa Mogari. Bwana awabariki sana. Lakini pia leo nimeona vijana nao wamependeza kwa jina la Yesu. Haleluya. Pastor Grayson ananiambia sasa hapo napo unasemaje? Nikamwambia basi Mungu anipatie cha kusema. Unajua hata jana nilipozungumza si mimi lakini Roho akizungumza. Maana ni msukumo uliokuwepo ndani. Sikufanya kwa pressure, kwa kuwatazama, lakini kuna kitu tu nilipowaona basi Bwana akaruhusu niseme. Basi vijana endeleeni kuomba, kwenda Mungu naye atasema kwa utukufu wa jina la Bwana. Basi nipende pia kualika watu wote katika ibada ya jioni njema ya leo. Bwana ameendelea kusema nasi katika ile siku ya Sabato mchana, lakini pia Bwana ameendelea kusema nasi katika siku ile ya jana jioni, lakini leo tena Bwana ana kusudi la kusema nawe tena katika majira haya. Na siku ya leo, somo la leo lina kichwa kinachosema wema unalipa. Mgeuke jirani yako mwambie wema unalipa. Si ungemshika hata mkono mwambie wema unalipa. Katika vitu ambavyo ninavyoviogopa kama mwanadamu chini ya jua ni kutengeneza maadui na watu. Yeye nasikitika mno sana ya kwamba wako watu ambao wanaona ni vyema kutengeneza maadui wengi kwenye maisha yao. Yaani kuna mtu achilia mbali jirani yake, hata ndugu yake hawazungumzi. Achilia mbali mshiriki mwenzake, hata mfanyakazi mwenzake tena hawazungumzi. Nimesema kitu tunachokiogopa sana chini ya jua ni kutengeneza maadui. Lakini leo tunakwenda kutazama somo lenye kichwa kinachosema wema unafanya nini jamani? Jamani, wema unafanya nini rafiki? Unalipa. Umtetee Mungu duniani, ijapo kabisa kwamba ni pekee Bwana nguvu zamini kile. Tusimame imara mwamba wa Kristo. Itetee kweli ita
Wakati mwingi tumewatendea watu mazuri tunawafahamu, lakini tusiowafahamu tumekuwa ni wepesi sana kuwafanyia yaliyo mabaya. Wema unalipa. Siku moja nilikuwa nasafiri kutoka Arusha kuelekea Bariadi. Wakati nimetembea niko hapa Minjingu hapa kuelekea Babati, katikati pale kuna ile mbuga za wanyama. Kisa hiki nakipenda sana. Ghafla gari yangu aina ya Corolla ikawa imetomboka, rejeta imemwaga maji yote. Sasa nikaanza kuona mshale wa temperature huko overheat. Ikanibidi nipaki pembeni niangalie kilichotokea ni nini. Wakati nafungua bonnet ya gari nikagundua kabisa kwamba rejeta tayari imetomboka na maji hakuna rejeta. Sasa ikaja gari kama ile ya kwangu. Nikiwa nimepaki pembeni, huenda na gari simama na kuuliza kwamba kuna shida gani. Ile gari ilipokuja ikapita, hata kupigia hodi rafiki kwamba uko salama hakuna. Basi nikaweka tena maji kidogo, nikaona panapovuja, nikachukua kitu kinachoitwa Haralite nikaziba. Hatimaye nikaweka maji, nilikuwa na chupa za Kilimanjaro kubwa, nikaweka tu chache ili nikifika Babati nitaongeza niendelee na safari. Sasa nilipoweka zile chupa, mwishoni nafika hapa Babati naangalia maji yako, nikaongeza tu kidogo, nikafunga, nikaanza safari. Wakati natoka Babati kuelekea Singida kuna zile kona mbili tatu pale. Nilipokuja kona ya kwanza, kona ya pili, ile gari iliyonipita nakuta imepasuka tairi ya mbele na ya nyuma. Kuna mtu angesema unajibu maombi. Hebu nikusogelee taratibu kidogo. Je, ingekuwa ni wewe ungesimama au ungepita? Ndio swali mchungaji, limekuwa gumu. Kwa hiyo niliposogea pale karibu nami nikamtazama ile gari ambayo ilipita nikiwa pale katikati ya mbuga. Nikaingia pembeni nikasimama. Niliposimama nikamwambia rafiki, shida ni nini? Ananiambia ninasubiria tairi moja lakini zimepasuka mbili, unanisaidiaje? Nikamwambia chukua hii. Lakini jambo la kwanza aliponiona tu akaniomba msamaha. Amen. Nilikupita rafiki, naomba unisamehe. Kumbuka somo nasema wema unafanya nini? Unalipa. Yule baba nikampatia tairi nyingine, akafunga kwenye gari yake, nikamwambia tukutane Singida. Nafika Singida pale Sheli, akanitazama akaniambia wewe unasali wapi? Nikamwambia mimi ni Mkristo. Wakristo wapi? Msabato ndio maana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mwishoni kabisa imepita miezi miwili kama sio mitatu, nikiwa nahubiri kanisa moja hapo mjini, anipigia simu. Ananiambia mchungaji, ninaposema hapa mimi nami nimebatizwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wewe unafanya nini? Tutakwenda leo kuangalia kitabu kile cha Wafalme Samueli wa pili, tutaangalia 9 aya ile ya kwanza, ya pili, ya tatu. Nataka nikwambie rafiki, katika maisha yako yote mwambie Bwana nifundishe kutenda yaliyo mema. Niwapatie faida hii. Katika maisha ya mwanadamu jifunze kuishi vizuri na watu. Maana changamoto zina kawaida ya kupeleka kwa watu ambao uliowakosea. Hujanielewa? Narudia tena. Yaani katika maisha yako, achilia mbali Ukristo kama mwanadamu, jifunze kuishi vizuri na watu. Maana matatizo yana kawaida ya kupeleka mahali ambapo kwa watu ambao uliowakosea. Changamoto wako watu wanaona kwamba ni vizuri sana kutengeneza maadui wengi kuliko kutengeneza marafiki wengi. Na kuja na somo linalosema wema unalipa. Soma usomaji wangu. Biblia inatuambia nini? Biblia inasema kisha Daudi akasema, mfalme akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Israeli? Je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli niweze kumtendea mema kwa ajili ya Yonathani? Kwa ajili ya Yonathani. Tulia msomaji kidogo. Wakati huu Daudi alipoingia katika utawala, kumbuka nyuma yake alikuwa ni Sauli, na Sauli huyo ambaye alikuwa akimtendea mitego mingi kwa ajili ya kutaka
nataka nikupe kidogo habari za mfalme Sauli. Wakati kabila 12 za wana wa Israeli walipotoka utumwani na kuja kuungana pamoja, ndipo wakapendekeza wakati huo waliokuwa wakiongoza au walikuwa wakiwaangalia walikuwa ni chini ya Eli na Samueli ambaye huyu alichaguliwa na Bwana kama kuwa mwamuzi. Lakini wakati huo ukaona sasa Samueli umri wake umeenda sana, ndipo wakakubaliana. Wakati huo panaanza kuinuka vita ya wao na Wafilisti, ndipo wana wa Israeli makabila 12 wakaungana wakasema, tutafute mfalme ambaye atakayetuongoza ili katika vita tuweze kuwa washindi. Anasema makabila yale yalipoungana 12 ndipo wakamchagua mtu aliyeitwa Sauli. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nikiangalia habari ya jina Sauli. Jina Sauli maana yake ni aliyeombwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri ni kwamba Sauli alikuwa hana mpango wa kuwa mfalme, lakini akachaguliwa tena kwa kuombwa kwa makabila haya yaliyokubaliana, na Samueli akaomba ruhusa kwa Bwana, ndipo Sauli akasimikwa kuwa mfalme. Ule ulitoshi ningalizungumzia sana habari ya Sauli katika makuzi yake, lakini Sauli akakataa kusikia sauti ya Bwana. Ndipo Bwana akampatia maagizo ya kwamba imewapasa kwenda vitani, na chochote watakachokuta kule imewapasa kuua na kuangamiza, na wasichukue kitu chochote. Mchungaji, hiyo tunaipata wapi? Utaifunza mwenyewe kitabu kile cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza utaona 8 aya ile ya Samueli wa kwanza 8 aya ile ya 4 utasoma mpaka aya ya 15. Ndipo tunaona Sauli akakiuka maagizo ya Bwana. Sauli alipokiuka maagizo ya Bwana, Bwana ndipo akabadilisha tazamo. Nataka nikwambie rafiki, kuna faida tunapoitii sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sauli akashindwa kuitii sauti ya Bwana. Maandiko yanaendelea kusema ya kwamba Sauli alipokataa kuitii sauti ya Bwana, maana Bwana alipomchagua Sauli kuwa mfalme, lakini alikuwa akipokea maelekezo yote kutoka kwa nabii ambaye ni Samueli. Baada ya hapo ndipo Bwana akakasirishwa na mambo ambayo Sauli anayoyafanya. Ndipo anachaguliwa kijana jina lake Daudi. Natamani kutembea kwa uchache kidogo msomaji. Hebu rudi kitabu kile cha Samueli wa pili 1, tutaenda pale kidogo sana. Anasema ndipo Sauli akatengeneza mkakati. Jamani, uongozi ni mtamu mno. Mwambie jirani yako uongozi ni mtamu. Kwa sababu ya cheo. Jamani, wangapi walifika bungeni hapa? Tupungiane mkono. Walioingia bungeni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ukifika bungeni, vile viti vyekundu pale chini, jinsi ambavyo unaweza ukakisogeza na ukalala kidogo, alafu ukakisukuma mbele, alafu ukazunguka kidogo, yaani mtu hatamani kutoka bungeni, maana bungeni ni mzuri mno. Na ndio maana watu razi kumuua mtu mwingine ili wao wabaki katika vyao. Kwa hiyo Sauli anatuonyesha mfano wa wazi ya kwamba Sauli alipoamua ya kwamba imetupasa kuondoka kwenye ufalme ili Daudi aje kutawala kama mfalme, Sauli hakukubali. Cheo ni kitabu. Kuna watu tukiwepo wazee wa kanisa hawatamani kuacha. Hawatamani kuacha. Kila mwaka anatamani mzee tena mpaka tako kampeni, ila sio kanisa hili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hata kampeni. Wewe Sauli cheo kikawa ni kitabu. Hatamani kuachilia uongozi mwingine, maana anasikia kwamba Bwana amemkataa na amemchagua kijana tena toto mno, ambaye Daudi wakati huo alikuwa akimpigia santuri njema, Sauli akiwa ameketi kwenye kiti cha ufalme na kumfurahia Daudi anayofanya. Lakini leo anakuwa yule kijana amechaguliwa kuwa mfalme. Kuna kitu kujifunza hapo. Siku zote kwenye maisha, ili uweze kufanikiwa, shida wivu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yaani ili uweze kufanikiwa kwenye maisha, ukiona mwingine amefanya jambo zuri, mpongeze. Moyo wa Sauli unauma, maana Daudi amechaguliwa. Anasema alimwinda ili aweze kumuua. Anasema kuna wakati akamwekea mtego hata kumuua kwa mkuki, lakini ikashindikana. Kuna jambo la kujifunza hapo. Siku zote mtu aliyechaguliwa na Bwana, ukitamani kuweka mitego ya kumwangamiza, haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Kuna watu kwenye maisha yako, laiti ungali tazama na kufahamu, huyo mtu hapo alipo anatamani
huenda mambo yako yaharibike, rafiki, usingemsalimia. Lakini kwa sababu ulinzi wa Bwana kwenye maisha yako, wakiwa wanaweka mitego, bado unachagua kwa jina la Yesu. Daudi akawekewa mitego na Sauli. Sauli alibahatika kuwa na mtoto wa kwanza jina lake akiitwa Yonathani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Akiitwa Yonathani. Sasa Yonathani akamsikia baba yake, maana Yonathani anaamini ya kwamba kabla Daudi hajachaguliwa ilimpasa ya kwamba akitoka baba anayerithi kwenye ufalme ni mzaliwa wa kwanza katika nyumba hiyo. Sasa Sauli anamwambia mtoto wake, Bwana amemchagua Daudi na mimi sitaki Daudi awe mfalme, mimi ninahitaji wewe uwe mfalme. Jamani, kwani ufalme ni mbaya? Ingempasa Yonathani kumuunga mkono baba yake ili waweze kumwangamiza Daudi, lakini Yonathani akasema, nitendeje ubaya huu licha ya kumkosea Mungu, lakini kwa mtumishi wa Mungu aliyechaguliwa. Nazungumza na washiriki ndani ya kanisa ambao wanamuona kiongozi ndani ya kanisa, eza ni mzee wa kanisa, lakini badala ya kumpa ushirikiano wao kazi yao ni kumkosoa. Naogopa mno. Mchungaji amechaguliwa kuwa katika mtaa huu, badala ya kumpa ushirikiano, kazi yetu sisi ni kumsema na kumkosoa. Yonathani anasema, baba, kwa hili la Bwana aliyomchagua Daudi, mimi siwezi kukuunga mkono. Kuna jambo la kujifunza hapo. Sio kila kitu kwenye maisha ya mwanadamu na rafiki yako unaweza kumuunga mkono, mengine yakatae. Kataa. Wewe nikwambie, kuna wakati kwa sababu ni rafiki yako unaweza ukafanya kitu kwa sababu unataka kumridhisha, lakini kwa Mungu kina hasara. Rafiki, fanya kitu kiroho ya kwamba Mungu anatazama. Yonathani anasema, baba, ni kweli baba yangu, lakini kwa hili siwezi kukuunga mkono. Nataka nizungumze na watu ambao tumehudhuria katika ibada ya siku ya leo. Sio kila jambo la kuunga mkono. Heri uonekane mwenyewe mpinzani kuliko kuunga mkono kila hoja, zingine zitakupoteza. Ikafikia wakati Yonathani ameketi baba yake, anamwambia, baba, unataka kufanya nini? Anamwambia, sasa hivi nina mpango, nikitoka hapa ninamfuata Daudi, maana naelewa kwamba akitoka nyumbani kwake anapitia mahali fulani, pale pale nitamsubiri, nikimwona tu papo kazi yangu imekumaliza. Yonathani anatoka pale, anakimbia kwa Daudi, anamwambia Daudi, baba yangu ana mpango kuangamiza. Hata dakika hii amesema muda fulani anajua ratiba yako ya kwamba utapita mahali fulani na atakuangamiza, na kusihi rafiki yangu, ingia mahali pasiri, maana wewe umechaguliwa. Nataka niwaambie watu wa Kongare ya kwamba Bwana kuwepo siku ya leo ninyi hapa ni kwa sababu mmechaguliwa. Kuwepo kwenye kwaya unayoimba, wewe umechaguliwa. Kuwa mshiriki wa kanisa hili, rafiki, si kwa bahati mbaya, wewe umechaguliwa. Usiache kwaya kwa sababu ya maneno ya mtu anayesema. Usiache kanisa kwa sababu ya mzee wa kanisa anayesema. Lakini wewe ukiliacha kanisa, hukumwacha mzee wa kanisa, ila umemwacha Bwana. Yonathani akaondoka, anamwambia Daudi, baba yangu ana mpango huu. Daudi akawa anajificha sasa, maana amesikia sauti ya Yonathani na akitambua kabisa Yonathani hayuko pamoja na baba yake, na hata kama yule ni baba yake, lakini kwa sababu Yonathani ana hofu ya Mungu ndani yake, amekataa kuunga mkono ajenda ya baba yake. Nataka niwaambie, mtu mwenye roho ya Mungu, mtu mwenye roho wa Mungu, kuna mambo hayawezi kuyaunga mkono. Siku moja Sauli akiwa ametoka akiwa na Yonathani, mambo yakaharibika, vita vikapiganwa. Sauli akaona sasa ameshindwa, na wakati huu anaona sasa anakuja kufa kizembe. Anasema ndipo akamwambia kijana mmoja kwamba imetupasa sisi wenyewe kujimaliza, lakini nenda katoe taarifa kwa mfalme Daudi, mwambie kwamba imeisha. Ngoja nikwambie rafiki, soma sasa moja hiyo. Samueli wa pili moja hiyo. Anasemaje? Sikia hiyo. Samueli wa pili moja. Biblia inasema, kwa baada ya hayo, baada ya hapo Daudi akauliza kwa Bwana. Akasemaje? Je, ni upandie mji wowote wa Yuda? Nenda 5.
Tano anasema basi Daudi akatuma wajumbe kwa watu wa Yabeshi, ndio, na kuambia, mbarikiwe ninyi na Bwana, kwa kuwa ametenda Bwana wenu fadhili hii. Ndio, yaani Sauli mkamzika. Bwana naye sasa awatendee ninyi fadhili na kweli. Mimi nami nitawalipeni fadhili hiyo. 15. Ndio, Biblia inasema basi wakaondoka wakaenda upande wa pili kwa hesabu yao, watu 12 na wa Ishbothi wana wa Sauli na watu 12 wa watumishi wa Daudi. Wakakamatana kila mtu akimshika mwenziwe kichwa chake, ndio, na kutia upanga wake katika ubavu wa mwenzake. Wakaanguka pamoja hata mahali pale pakaitwa Helkathi, ndio, na hapo ni katika Gibeoni. Vita vile vikawa vikali sana, naye Abineri akashindwa na watu wa Israeli mbele ya watumishi wa Daudi. Ndio, na wana watatu wa Seruya walikuwako huko, ndio, Yoabu na Abishai, ndio, Asaheli na Asaheli, ndio, alikuwa mwepesi wa miguu kama kulungu. Naye Asaheli akamfuatia Abineri, ndio, na katika kwenda kwake hakugeuka kwenda mkono wa kuume wala mkono wa kushoto, ndio, katika kumfuatia Abineri. Ndio, basi Abineri akatazama nyuma yake, akasema, ni wewe Asaheli? Ndio, akajibu, ni mimi. Basi Abineri akamwambia, geuka mkono wa kuume au mkono wa kushoto. Ndio, ukamshukia mmoja wa vijana, ukazitwae silaha zake. Ndio, lakini Asaheli hakukubali kugeuka kuacha kumfuata. Abineri akamwambia Asaheli mara akamwambiaje? Geuka, acha kunifuata mimi. Ndio, kwa nini nikupige hata chini? Hapo ningewezaje kuinua uso wangu mbele ya Yoabu? Lakini akakataa kugeuka. Ndio, kwa hiyo Abineri akampiga tumboni kwa ncha ya nyuma mkuki wake. Ule mkuki kamtoka kwa nyuma, naye akaanguka hapo, akafa hapo hapo. 23, malizia msomaji sasa. 23 anamalizia kwa kusema Sauli na Yonathani akafa papo hapo. Ikawa watu wote waliofika hapo. Samueli wa pili 1 aya 23. Samueli wa pili 1 aya 23. Biblia inasema Sauli na Yonathani walipendwa na kupendezana maishani, wala mautini hawakutengwa. Ndio, walikuwa wepesi kuliko tai, walikuwa hodari kuliko simba. Ndio, enyi binti za Israeli, ndio, mlilieni huyo Sauli. Tulia kidogo. Daudi anasikia ya kwamba Sauli amekufa na Yonathani, lakini Daudi alipopokea taarifa ya mtesi wake ya kwamba amekufa, badala ya kushangilia, yeye akasikitika. Narudia tena, ni mara ngapi ambapo unatambua kabisa huyu mtu ni mbaya kwenye maisha yangu na hatamani maisha yangu yaweze kufanikiwa, alafu kesho unakuta yule mtu anapitia naye changamoto, utafurahi au utahuzunika? Nisogee kidogo. Kuna mama ambaye anatamani aozeshe binti yake, lakini akatokea mama mwingine akaenda kuharibu ya kwamba yule binti asiolewe kwa kusema maneno ya hila. Mnaanza kunielewa vizuri? Asiolewe, hatimaye ile ndoa au yale mahusiano yakaharibika. Yule mama naye ana mtoto. Sasa huyu mama aliharibiwa mahusiano ya mtoto wake, akatambua ya kwamba mbaya wake ni mtu fulani. Sasa mtoto wake naye katika hatua ya kuolewa, naye mambo yake yakaharibika. Je, huyu mama mtoto wake wa kwanza aliharibiwa, akiona vile atashangilia au atahuzunika? Nisogee kidogo na wanafunzi. Kuna mwenzako ambaye alitamani wewe ufeli, na kwake ni kicheko cha maisha, alafu sasa wewe ukafaulu, lakini unajua kabisa kwamba huyu alitamani kujifeli. Alafu angalia, yeye aliyetamani wewe ufeli, yeye akafeli. Utafurahi au utahuzunika? Nataka nisogee tena hapa. Sauli amekufa na Yonathani, na Sauli ni mtesi wa Daudi. Yonathani ni rafiki wa Daudi, lakini pia ni mtoto wa Sauli. Sikia nikwambie,
Daudi anasikia ya kwamba Yonathani na Sauli amelala, lakini sasa aliposikia hivyo anasema Daudi moyo wake ukafadhaika sana, maana Sauli na Yonathani wamekufa. Soma 26 anasemaje? 1:26 anasemaje? Hapo Biblia inasema, nimesikitika kwa ajili yako Yonathani ndugu yangu. Nimesikitika sana licha ya Sauli, lakini kwa ajili ya Yonathani rafiki yangu. Ulikuwa ukinipendeza sana. Upendo wako kwangu ulikuwa wa ajabu. Upendo wako kwangu ulikuwa ni upendo wa ajabu kuliko upendo wa wanawake, kuliko upendo wa mke aliyeoa. Kuna wakati utapata rafiki atakaye kuwa bora kuliko ndugu yako mliotoka naye tumbo moja. Kuna wakati utasaidiwa na mtu ambaye, nataka nikwambie, hamkulala mfuko mmoja wa mama, lakini akakuthamini na kukupenda kuliko yule ambaye uliyetoka naye tumbo moja. Na mara nyingi iko hivi, chukua hivi, watu wengi wanaotusaidia maishani ni wale ambao hatutoki nao tumbo moja. Watu wengi wana uwezo wa kutusapoti na kutuinua na kuona vitu tulivyo navyo ndani yetu, si wale ambao tulitoka nao tumbo moja, lakini wale ambao tumeokota ukuraia. Nataka kusema nini? Hata partner wako wa biashara leo hii huenda sio ndugu yako, ni mtu ambaye umekutana kwa Bwana. Nataka kusema kidogo. Hata mwanakwaya mnaimba naye sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu, si yule mliotoka naye tumbo moja, lakini yule ambaye umekutana kwa Bwana. Hata yule anayekufundisha si baba yako au mama yako, si yule ambaye pia mliotoka katika mfuko mmoja wa mama mmoja, kweli kwambie, lakini kwa sababu umekutana kwa Bwana. Siku zote waliokuwa na msaada kwenye maisha ya mwanadamu ni wale ambao hatuzaliwi nao. Tena wakati mwingine wale ambao tunatoka nao tumbo moja wanaweza wakawa ni mwiba hata kwenye maisha yetu. Maumivu makali mno. Wakati mchungaji wataka kutuambia nini? Kwani waliomuumiza Yusufu si walikuwa ndugu zake? Waliomsaidia hawana hata mdogo, tena hata sio taifa lao. Yaani ndugu zake wamemuuza. Waliombeba na kumsaidia na kumpenda walikuwa ni watu wa mataifa. Ndivyo inavyokuwa kwenye maisha. Natamani mtembee taratibu. Daudi anasikia taarifa ya kwamba Yonathani pamoja na Sauli wote wamekwisha kulala usingizi wa mauti, na wakati huo taarifa hiyo inakuja, anatoa tangazo ya kwamba nchi yote itulie kimya, kama ni bendera ni nusu mlingoti. Akalia machozi. Yonathani yale aliyomtendea Daudi yakabaki kwenye akili ya Daudi. Nataka niwaambie wapenzi wa wasikilizaji ya kwamba lolote unaolifanya litakuwa ni akiba kwa mtu fulani unayefanyia. Lolote unaolifanya leo litakuwa ni akiba kwa mtu unayefanyia. Daudi akakumbuka Yonathani jinsi ambavyo alivyomficha mambo alipokuwa magumu. Daudi alipokumbuka tu, ndipo Samueli wa pili 9 neno la Bwana linasema, nirudia tena moja. Biblia inasema hapo Sauli tulipo. Kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli? Nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathani. yule rafiki yangu nani? Yonathani. Sijasikia mkutano. Kwa ajili ya yule rafiki yangu nani? Nataka nizungumze na wazazi ambao wako hapa. Kwa maisha yako kuwa mazuri na watoto wako watalipa mazuri. Nazungumza na kina baba ambao wako hapa. Kwa ajili ya maisha yenu kuwa mazuri rafiki, kwa ajili ya kuishi vizuri na watoto wenu watalipwa yaliyo mema. Leo hii kuna watoto wakikanyaga, unakuwa ni mtoto fulani yule, jamani yule rafiki yako anabarikiwa. Nataka nikwambie jambo hili. Siku zote watoto wanakula heshima kutoka kwa wazazi wao. Ifunze kutengeneza heshima ya kesho. Wewe kwa rafiki, maisha unayoishi leo ni matokeo ya kesho yako. Ukiishi vizuri leo na watu, kesho yake utavuna kilichokuwa chema. Natamani niseme hili. Yonathani amekufa, lakini Daudi akakumbuka ule wema aliyotendewa. Akasema amebaki
mtu katika familia ya Sauli kwa ajili tu ya Yonathani yule mtoto wake aliyenitendea mema, aliyetamani mimi nisife lakini yeye afe. Yaani tafsiri ni kwamba Yonathani ikifika wakati na kusema ya kwamba ni heri baba aniue mimi, lakini huyu masihi wa Bwana Daudi asiangamie. Ni nani ambaye yuko tayari kufa kwa ajili ya rafiki yake? Apunge mkono. Tuseme hivi, nitende taratibu. Ni nani ambaye ana hela ya kununua gari, alafu aseme hivi gari leo sitatembelea, lakini hii hela ya gari ninamnunulia pasta wangu, yeye ndiye atembelea gari, mimi nitatembea hapo chini. Na wewe mwenyewe huna gari. Nisogee taratibu kidogo. Yaani una hela ya kununua nguo ya Sabato, makambi, alafu unaona kuna mwingine kabisa ni rafiki yako, lakini unaona kabisa hata mambo yake hayako vizuri, alafu basema hii hela mimi basi isiwe wa kwanza kujinunulia nguo, ngoja nikamnunulie rafiki yangu. Ni nani anayeweza hivi? Wapunge mkono. Mimi niseme hivi tena, na mafungu tunayo. Anasema nyumbani kwako chakula kipo, alafu jirani yako unatambua kabisa hana chakula, lakini hiki chakula cha hapa nyumbani kwako kilikuwa kinakutosha wewe. Ni kilo moja ya mchele umepika, inakutosha wewe na watoto wako wanne ambao uko nao hapo nyumbani. Alafu jirani yako naye ana watoto wawili lakini hajapata chakula. Ni nani ambaye yuko tayari kusema ya kwamba nitoe hiki chakula niwapelekee kwanza majirani wale, alafu sisi tutakula wenyewe? Kuna fungu linasomwa hapa, mchungaji, Biblia inasema asiyejali wao ni mbaya kuliko asiyeamini. Kwa hiyo ni heri nianzie kwanza nyumbani, maana ibada njema inaanzia wapi? Biblia inasema tena, atakayeiokoa nafsi yake ataipoteza, lakini atakayepoteza nafsi yake kwa ajili ya mtu mwingine ataiokoa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama amekuja mtu ambaye ana changamoto fulani na una shilingi 5,000 na anahitaji hiyo shilingi 5,000, na wewe unafikiria kwamba hiyo 5,000 ingekusaidia mahali fulani, lakini kwa sababu amekuja na ameyumba na alikuwa na shida nayo, kumbe ingekupasa kumwambia chukua. Chungaji, hiyo ni ngumu. Siku moja nilikuu hii, rafiki yangu huenda kama anafuatilia atakuwa ananisikia, tumetembelewa na mtu hapa Mogari, mwanachuo. Wakati alikuja pale, anasema sasa, nilimwomba kwamba tutazungumza hivi. Anasema kaambia sasa, alikuja hapa, hata chakula ni shida, mambo yako yako vizuri. Sasa na kawaida kuambia basi kachote pale ula, kachote pale unachotaka. Kuna dagaa sana hivi. Tulikuwa tunakaa wawili. Sasa wakati anaingia, anachukua unga, jamaa kwambia, lakini angalia sisi wanafunzi tuko wote hapa. Tuko wote hapa, maisha unaelewa yake. Kuna kitu kimoja napenda kumwambia Bwana. Unapoona mtu amekuja kwako akiwa na changamoto na uhitaji fulani, ngoja nikwambie, ni Mungu aliyetuma. Na wakati mwingine Mungu anaweza akajibu maombi yako kwa namna usipojua wewe. Yaani kuna uhitaji wa kupata milioni 10 na hapo ndani kuna shilingi 500,000, lakini akaja mtu akakwambia na shida shilingi 500,000. Kumbe utakapoizoea 500,000 unafunga milioni 10. Hivi mkono ulioshika hivi unaweza kuokota kitu? Eti mkono ulioshika hivi jamani unaweza kuokota? Kumbe ni shida kwamba tumeshindwa kuachilia. Moyo wako unapokunjuka kutenda mema kwa mtu mwingine, inakuwa ni akiba ya baraka kwenye maisha yako. Daudi alifanyiwa vizuri na Yonathani. Leo hii anakumbuka mazuri Yonathani aliyofanyia. Malizia msomaji wangu sasa. Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli. Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli. Jina lake Siba. Jina lake mtumishi huyo alikuwa anaitwa Siba. Basi wakamwita aende kwa Daudi. Wakamwita sasa Siba, maana huyo alikuwa ni mmoja kati ya watumishi katika nyumba ya mfalme Sauli. Na mfalme akamuuliza. Mfalme Daudi akamuuliza Siba, wewe ndiwe Siba? Wewe ndiwe Siba? Akasema mimi. Siba akatetemeka akasema mimi. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli? Hakuna hata sasa mtu aliyebakia katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema?
Siba akamwambia mfalme, Yonathani anaye mwana hata sasa. Aliye na kilema cha tena, huyo mtoto ana kilema cha nini? Cha mguu. Waswahili wanasema ukipenda boga penda na ua lake. Ninajaribu kumwangalia Daudi wakati anamtazama yule simba. Daudi akamwambia, hayo yote ni ya nini? Nimekueleza tu yuko mtoto. Akasema yuko. Yaani shida sio kilema, mimi nitampenda jinsi alivyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie, rafiki uliye naye ni Mungu amekupa. Na uzanifu alio nao rafiki mpende. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikusaidie hivi. Ukielewa ya kwamba wewe mwenyewe hujakamilika na watu wanakuvumilia, utajifunza kuwavumilia watu wengine. Ukielewa ya kwamba bado kuna mahali na wewe mwenyewe hujakamilika, mwenye rafiki, hutajihesabia haki, utajifunza kuwathamini na watu wengine. Ni kweli wewe sio mchoyo, lakini mbea na watu wanakuvumilia. Ni kweli wewe sio mbea, lakini unafiki, lakini watu wanakuvumilia. Wewe sio mnafiki, wewe ni mzinzi, lakini watu wanakuvumilia. Kama utaelewa kuna mahali ambapo hauko sawa sawa, nawe utajifunza kuvumilia changamoto za watu wengine. Daudi anasema kama ni kilema hicho acheni, niitieni huyo. Tumalizia msemaji sasa. Mfalme akamwambia yuko wapi? Mfalme akasema yuko wapi? Simba akamwambia mfalme, ndio, tazama yuko katika nyumba ya Makiri. Yuko katika nyumba ya Makiri, mwana wa Amieli. Ndio, katika Lo-debari. Basi mfalme Daudi akatuma watu. Mfalme Daudi jamani akatuma nini? Watu. Najaribu kukuta magari ya kandaiwa. Siku moja nilipata bahati ya kwenda katika ofisi zetu za Dodoma. Mwaka jana kipindi cha Mei Mosi nikatumiwa gari ya kiongozi mkubwa sana wa serikali, katibu wa katiba na sheria Tanzania. Niko tumetoka mtihani hapo, napigiwa simu naambiwa gari inakuja kuchukua. Wakati nimepanda ile gari inafungwa mkanda, unajua hata mwendo unabadilika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema nini? Navuta picha jinsi mfalme alivyotengeneza magari akamtuma kwenda kuchukua. Tena huyo mtoto alikuwa kwenye nyumba ya kifalme, leo hii anakuwa kama kijakazi tena katika nyumba ya mtu. Alafu leo anatuma magari na mfalme. Jamani, hiyo ni heshima, sio heshima? Utakapokuwa mwaminifu mbele za Bwana, Bwana atakuheshimisha. Magari yakapaki nje kwa Makiri. Wakati amepaki magari, anasema ndipo akaulizwa, jamani ni nani huyo? Soma msomaji sasa. Basi Mefiboshethi mwana wa Yonathani, mtoto huyo Yonathani mwana wa Sauli, akaenda kwa Daudi. Akaenda kwa nani jamani? Kwa Daudi. Mwenda ulipofika akaambia niacheni kwanza nioge, alafu maana naenda kwa nani? Kwa mfalme. Unajua unapoingia ofisi za wakubwa, hata na kamwendo na siku hiyo utakiangalia mara mbili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hebu utapicha umeitwa na Mama Samia Suluhu Hassan leo pale Ikulu. Kwanza utauliza jamani, hii suti iko vizuri au haiko vizuri? Na hata kuna kamwendo takuendea kwa Samia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mefiboshethi akajiandaa, akajiweka sawa. Nilikuwa nikifuatilia maana ya jina Mefiboshethi, maana yake ni kwamba Bwana amenikumbuka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikutie moyo kama Mefiboshethi alipopata kibali kwa Daudi, nataka nikwambie Bwana nawe akukumbuke jioni ya leo. Mefiboshethi akaenda kwa mfalme. Alipofika anasema akasujudu. Funga tu Biblia yako, anasema akasujudu. Ndipo mfalme alipomtazama akamwambia, Mefiboshethi, wewe mtoto wa Yonathani, haina haja ya kushuka chini. Wewe tu si mtumishi wangu, wewe ni mtoto wangu kama watoto niliowabeba katika viuno vyangu. Jamani, wema huu unatokana na nani? Na Yonathani. Nimesema maana ya jina Mefiboshethi ni Bwana amenikumbuka. Natamani mtu mmoja Bwana amkumbuke kwa changamoto anayopitia. Natamani Bwana akukumbuke kwenye masomo yako. Natamani Bwana akukumbuke kwenye biashara yako. Jioni leo tunapenda katika maombi haya.
akumbuke. Bwana aliyemkumbuka Mefiboshethi, mwambie Bwana jioni ya leo nikumbuke katikati ya uchumi ambao unapotea. Nikumbuke katikati ya mahusiano ambayo hayana amani. Nikumbuke katikati ya changamoto za majirani. Nikumbuke katikati ya biashara ambayo hata sasa sioni nuru. Nikumbuke katikati ya shida ya kikazi, maana hata sasa sioni ya kwamba kazi itaendelea tena. Maana wako watu ambao wanaotamani uachishwe kazi. Bwana aliyemkumbuka Mefiboshethi ndiye Bwana ninahitaji jioni ya leo akakumbuke na wewe pia. Bwana aliyemkumbuka Mefiboshethi katikati ya kuwa mtumwa na mateka, Bwana akakumbuke nawe. Bwana akukumbuke kwenye hilo ambalo unahitaji na moyo wako. Bwana akukumbuke katika changamoto yako. Ndipo Daudi akamwambia Mefiboshethi, wewe utakuwa mtumishi tena, lakini wewe ni mtoto wangu. Tena kuanzia leo utakula katika meza ya kifalme. Bwana anapokukumbuka palipokuwa na kilio, kunakuwa na kicheko. Bwana anapokukumbuka palipokuwa na maumivu, panakuwa na faraja. Bwana anapokukumbuka palipokuwa na vidonda, Bwana anaziba hizo jeraha. Bwana anapokukumbuka, furaha ya kweli inaonekana kwenye maisha yako. Wakati wanasema Bwana nakusihi, naomba na mimi jioni ya leo nami unikumbuke. Nyanyua mkono wako. Simame pamoja nami.